Ndugu zangu, hili bato linaendelea kuwa la moto kwelikweli. Bato la Young Africans na TFF, bato la Young Africans na CRDB, moto kweli kweli. Hii ni taarifa kwa umma nyingine kutoka Young Africans ambayo wameiposti kupitia katika mitandao yao ya kijamii na kusomea hapo. Tumeona taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuwa inaidai klabu ya Young Africans Sports Club bila kutoa ufafanuzi wa deni lenyewe. Tunapenda kujulisha umma kuwa klabu ya Young Africans haijawahi kulipwa fedha yoyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho kwa misimu mitatu mfululizo, msimu 2021-2022, msimu 2022-2023 na ule wa 2023-2024. TFF wamekuwa wakishikilia fedha hizi za ubingwa kwenye akaunti zao kila msimu unapomalizika, huku wakifahamu ni makosa na ni kinyume cha utaratibu. Hakuna uthibitisho wowote wa kimaandishi kuonesha kama TFF wamewahi kulipa fedha hizi za ubingwa kwa klabu ya Yanga. Ni aibu na ni fedheha na kumtia dosari mdhamini kuendesha mashindano bila kumlipa bingwa kwa misimu mitatu mfululizo. Tunaelekeza dawa ya deni ni kulipa kwa wakati, ikiwa ni haki ya mshindi na inampa heshima mdhamini wa mashindano. Ieleweke, ada za malipo ya wachezaji wa kigeni walizozisema kwenye taarifa yao ulipo mwanzo wa msimu, na hela hizi za ubingwa hutolewa mwisho wa msimu. Klabu ya Young Africans haijawahi kupokea taarifa yoyote rasmi kutoka TFF kuhusu klabu yetu kuwa na deni kwao. Uongozi wa klabu ya Young Africans unaendelea kusisitiza kulipwa pesa yake ya ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB kwa msimu wa 2023-2024 ili tuweze kucheza mchezo wa finali siku ya tarehe 28 Juni 2025. Imetolewa na ofisi ya mtendaji mkuu Young Africans Sports Club. Hiyo ndio taarifa ambayo imetolewa na klabu ya Young Africans ikijibu taarifa kutoka kwa TFF baada ya kujibu yale malalamiko ya Young Africans ya kutokulipwa katika kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup. Ebana, mechi imeshaenda extra time. Tunaenda kwenye matuta ama mchezo ushamalizika? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Hii ni taarifa kwa umma kutoka Tanzania Football Federation TFF baada ya zile stories za Young Africans kutokulipwa katika kombe lililopita la CRDB Federation Cup. Sasa TFF wameweza kutolea ufafanuzi wa taarifa hiyo, na hii hapa ndiyo taarifa kutoka TFF. Na kusomea hapa, tunapenda kuthibitishia umma kuwa benki ya CRDB ndiye mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba. Kwa msimu wa 2023-2024 wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB Bank Federation Cup, benki hiyo ililipa fedha zote za kimkataba shilingi milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Tumemsikia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga kupitia vyombo vya habari akidai kuwa klabu yao inadai TFF shilingi milioni 200 ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndiyo inayoidai klabu hiyo. Young African Sports Club iliomba kwa barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipia malipo wanayotakiwa kulipa kwa TFF, ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo, ili kutokuendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeandika barua Young Africans kutuma kwetu mtaalamu wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kuhakiki deni la klabu hiyo, akiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. TFF itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu, ikiwemo kulinda taswira za wadhamini wake. Imetolewa na Clifford Marion Dimbo, ofisa habari wa mawasiliano TFF, Juni 10, 2025. Hiyo ndiyo taarifa kwa umma kutoka Tanzania Football Federation TFF, wakijibu klabu ya Yanga baada ya ile tamko kutoka kwa msemaji wa klabu ya Yanga Bwana Ali Kamwe akidai kwamba Young Africans haikulipwa katika msimu uliopita wa CRDB Federation Cup.
Young Africans wanasema hawakulipwa, CRDB wanasema walilipwa, TFF wanasema Young Africans ndio wanaodaiwa na TFF kwa sababu hela ambao waliipata kutoka CRDB Federation Cup waliomba ikatwe katika malipo wanayotakiwa kulipa kwa TFF, ikiwemo ada za usajili wa wachezaji wa kigeni. Mimi mbona kama nimepigwa na butwaa na hizi story. Zinaniacha hoi, nashindwa kuelewa nani ni nani, yupi ni yupi, wapi ni wapi. Bana, drop your comment hapo kwenye comment. Ni kipi ambacho unahisi kiko sahihi na kipi ambacho unahisi hakiko sahihi? Ni upe mtazamo wako juu ya taarifa hii. Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Hili taarifa kwa umma kutoka katika benki ya CRDB. Baada ya taarifa kutoka Young Africans kudai kwamba hawakulipwa fedha ya kombe la CRDB Federation Cup katika msimu uliopita. Taarifa inasema hivi: benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na wanahabari uliofanyika tarehe 9 Juni 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo, msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kuwa klabu ya Yanga haitocheza fainali za mashindano hayo msimu huu kama hawatolipwa fedha za ubingwa msimu uliopita. Tungependa kufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB ni taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu. Na kwa msingi huo tayari benki ilikwisha tekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano haya. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mjibu wa mkataba baina ya benki na CRDB na TFF. Benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huu ni ajira kwa vijana wengi. Hivyo dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu na wadau wengine katika kuza mchezo huu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Imetolewa na idara ya mawasiliano na uhusiano kwa umma, benki ya CRDB, Juni 10, 2025. Hiyo ndio taarifa kwa umma kutoka katika peji rasmi kabisa ya benki ya CRDB ambayo wameiposti wakijibu sakata la msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na wanahabari hapo jana kwamba klabu ya Yanga bado haijalipwa pesa ya kombe lililopita la CRDB Federation Cup. Ni upe mtazamo wako juu ya taarifa hii kwa umma kutoka CRDB? Dondosha comment yako hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.